Na kusalimu wewe ndugu yangu naye itazama. Amani ya Mungu iwe nawe. Leo tena ni siku nyingine tena tutakwenda kujadili mada moja muhimu sana ambayo inasema historia la chimbuko la pombe ilikotokea na ilikoanzia. Yaani leo katika podcast yetu hii tutaenda kuangalia kwa kina sana historia ya pombe. Lakini pia bali kuangalia tu historia ya pombe ilikotokea, tutakwenda kuangalia pia madhara ya pombe ni yapi. Yaani mtu anapokunywa pombe anapata madhara gani? Tutakwenda kuangalia madhara mtu anayapata kiuchumi, hiyo engo ya kwanza. Tutakwenda kuangalia madhara mtu anayapata kiafya, hiyo la pili. La tatu tutakwenda kuangalia madhara mtu anayapata kiimani, kwa maana imani anakuwa na uhusiano vipi na Mungu anapokuwa anajihusisha katika unywaji wa pombe. Lakini pia tutakwenda kuangalia madhara pia hata kijamii pia na kifamilia, kwa maana ya society and family. Kwa hiyo fuatana na mimi katika podcast yetu hii kwa umakini sana kuelewa historia na swala hili la pombe limekaaje kwa kina zaidi. Lakini kabla hatujaenda kuangalia madhara haya ambayo niliyoyataja, naomba tuangalie kwa kina sana historia ya pombe ilikoanzia. Kwa mujibu wa historia ya Biblia na vitabu mbalimbali ambavyo vinaitwa apokrifa, ni vitabu ambavyo vinaelezea nadharia na vitu vya ukweli, japokuwa havina uhusisho kabisa na nadharia ya kibiblia, lakini vinaelezea ukweli kabisa wa maisha ya mwanadamu. Lakini pia tutaangalia kwa mujibu wa Biblia historia ya pombe ilianza wapi. Sasa kwa mujibu wa historia, pombe ilianza miaka ya 700 BC. Yaani ukisikia BC manake before Kristo, miaka 700, maeneo ya Mesopotamia, nchi kama China, Iraki, hizo nchi ambazo kuanzia makazi ya watu walikuwa wanaishi zama hizo. Kwa hiyo kwa mujibu wa historia inaonyesha zama hizo ndo hawa watu walianza tabia hii yao, walianza utaratibu wa unywaji wa pombe. Lakini hapa tuangalie kwa kina zaidi, kwa nini pombe ilianzishwa? Kwa mujibu wa maandiko na historia, Shetani wakati anamwasi Mwenyezi Mungu aliapa vikali sana kumwangamiza mwanadamu kwa hali yote, aidha kiafya, kiuchumi, kiamani, na hata pia atapambana vilivyo ili mwanadamu asije kaiona pepo. Kwa hiyo mpango huu wa pombe ni mkakati ambao Shetani mwenyewe aliuanzisha. Leo nataka tuongee kwa kina sana hapa. Shetani aliuanzisha vipi sasa? Mungu alipoumba mimea, alipoumba chakula, alipoumba matunda, akuyaumba yatumike vibaya kwa mwanadamu. Lakini Shetani alichokifanya, akageuza mfumo wa mbegu, akageuza uhalisia, kitu ambacho Mungu alikiumba kijenge akili ya mwanadamu, kijenge afya ya mwanadamu, kiwe sehemu ya msaada. Lakini Shetani alikigeuza kitu hiko kuwa sehemu ya mateso. Kwa hiyo alichokifanya, akageuza matunda na mbegu katika matumizi yake yale ya halali. Watu walikuwa wakitumia matunda kama zabibu na matunda mengine kama tukisehemu tu kama tunda tu la kula la kawaida kama unavyokula wewe leo matunda. Lakini Shetani akawaingizia watu akili ya uvumbuzi wa kuyabadilisha yale matunda, kuyachachisha, au yale mazao kuyachachisha kuwa pombe. Na hapo ndipo pombe ilikoanza kutumika rasmi na binadamu miaka 700, nimesema BC, before Kristo. Watu wakaanza kutumia, madhara yakaanza kutokea hapo ya pombe. Sasa hii ni historia ambayo nimekupa ya chimbuko la pombe ilikoanzia na namna watu walivyoanza na mpango mkakati ulikopo wa nani. Tumeshasema Shetani ndo muasisi wa uanzilishi wa pombe. Sasa tutakwenda kuangalia kwa kina zaidi pombe ina madhara gani kwa maisha ya mwanadamu. Pombe ina athari gani kwa maisha ya mwanadamu? Naomba nisikize kwa umakini sana, niazime sikio lako angalau muda mchache sana kunielewa. Tumesema dhara la kwanza, pombe uharibu akili ya mwanadamu.
Sasa uharibu akili ya mwanadamu kivipi? Unapokunywa pombe inapunguza uwezo wa kufikiri. Yani madhara moja hapo ya kwanza mtu anaolipata, uwezo wake wa kufikiri huyo mtu unapungua. Na ndio maana unaona kabisa kwamba mtu anapotoka tu kunywa pombe anakuwa hayupo sawa. Anapepesuka, yani anakuwa hajitambui. Na kuna baadhi ya watu walisha sawa atakuwa wanakoishi. Kuna baadhi ya watu unakuta wamekuwa sehemu ya kuanzisha vurugu na ugomvi. Kuna baadhi ya watu wakishakunywa pombe, amani tena inatoweka kabisa katika eneo husika. Kwa hiyo huyu mtu anakuwa akili yake imepungua kufikiria. Lakini pia pombe mtu anapokunywa inapokwenda kuharibu akili, inamfanya huyu mtu asiwe na kumbukumbu. Sasa katika engo hii ya kuharibu akili, pombe imehusika kiwango kikubwa sana. Na ndio maana wewe mwenyewe tu ona mtu anayekwenda kununua pombe au akinywa pombe ni tofauti na vile ambavyo ulikuwa unaongea naye hapo awali. Lakini baada tu ya kunywa pombe unaona kabisa kwamba mtu akili yake huwa inabadilika kabisa. Ndio maana kuna kauli yangu moja huaga nasema kwamba pombe ni sawa mtu anaenda kununua uchizi mwenyewe. Yes, sasa mtu anasema bwana, nigee uchizi wa 5,000, nigee uchizi wa 10,000, nigee uchizi wa 100,000. Kwa hiyo unakuta mtu anaharibu akili yake, anazoofishwa. Sasa kitendo cha wewe kuharibu akili yako, maana yake maisha yako yote, injini ya maisha yako ni ubongo ama akili. Ukishafeli akilini, kile mtu anachofikiria au vile mtu alivyo leo nje ni matokeo ya vile ambavyo alivyofikiria. Sasa akili kishazoofishwa, maana yake automatically maisha huku, matokeo ya nje yote yanakuwa dhaifu sana. Sasa hapo unakaribisha umaskini kwenye maisha. Kwa hiyo tunasema pombe inaharibu sana mfumo mzima wa nerve system, mfumo mzima wa akili ya mwanadamu. Brain ya mwanadamu inafeli katika ability, uwezo wake unapungua sana. Kwa hiyo hii engo ya kwanza tunasema inazuru swala zima la afya ya akili. Lakini katika engo zima tunasema la kuharibu afya ya mwanadamu, sio tu afya ya akili peke yake. Pombe pia inaharibu hata afya ya mwili kiujumla. Unajua mwanadamu unapojiona hivyo unatembea, wewe unaweza kujikuta ni kiumbe ambaye wa kawaida sana, lakini namna Mungu alivyokuprogram ndani, kama unavyomuona mnyama vile. Kichwani hapo wewe una ubongo, tunavyozungumza hapa. Tumboni humo una utumbo, una ini, una figo. Usione unatembea mjanja, una moyo hapo kifuani. Usione hivyo unatembea unajua na mjanja, lakini kiuhalisia wewe ndani ni kama mnyama vile unapomchinja unamuona. Ni kitu kidogo sana mwanadamu. Sasa unapokwenda kunywa pombe, madhara moja hapo utakwenda kuyapata katika afya yako. Tunasema hata swala zima la hati, moyo unafeli katika swala zima la utendaji wake wa kazi. Tunasema blood supply inafeli, ndio maana kuna magonjwa ya shinikizo la damu. Cardiac muscles zinafeli. Cardiac muscles tunasema is the muscle found in the heart only, yani ni mishipa ambayo inahusika au mishipa midogo iliyoko kwenye moyo ambayo inasaidia moyo utendaji wake kazi. Sasa cardiac muscles zinafeli unapokuwa una matumizi ya pombe kupitiliza. Cardiac muscles zinafeli, unakuta sasa mtu anapata matatizo ya shinikizo la damu. Lakini pia jambo lingine ambalo tunasema mtu anaweza akazulika ukiachana na swala zima la shinikizo la damu au ugonjwa wa moyo, pombe pia inaharibu mfumo mzima wa ini, utendaji kazi wa ini. Yani maini ya watu yanaharibika sana. Yani maini ya watu yanaharibika, ini lako linachoka, linaharibika, unateseka. Pombe hiyo inaharibu mfumo mzima wa afya ya mwanadamu katika engo hiyo. Pombe pia inaleta saratani. Usione kama saratani watu wanaoumwa na makansa manini ya yote ya vinywaji hivyo wanavyotumia vinaenda kuathiri miili yao. Kwa hiyo hii ni faida ambayo inatakiwa uielewe, kwamba ninapoelewa hii kitu nikielewa kumbe nafaidika, kwamba sitakiwi kuisogelea pombe. Watu bado wanakunywa pombe na bila kuelewa. Mfano tu hata sasa hivi hapa mtandaoni, kama kidogo umejikita kwenye social media au hata TikTok, Instagram, au YouTube na sehemu zingine, kuna kijana mmoja huwa ana trendi sana. Yule bwana alikuwa anafanya sifa kuonyesha watu kama yeye anakunywa sana pombe.
lakini sasa hivi ninavyokuambia ana hali mbaya sana. Wanaomfuatilia wanajua anakutana na nini sasa, ana saratani za ngozi, saratani ya ini. Sasa vitu kama vile sio vitu vizuri. Kwa hiyo pombe katika maisha ya mwanadamu, swala zima la kiafya, inaharibu afya ya mwanadamu kiujumla. Lakini pia jambo la pili ama madhara ya pili ya pombe ambayo unapaswa kuwa nayo makini sana, upaswi kuisogelea pombe. Tunasema pombe huangamiza ama uharibu uchumi wa mtu. Asilimia kubwa sana maisha ya watu wengi sana yameharibika kutokana na madhara ya pombe kwenye swala zima la uchumi. Mtu anapotumia sana pombe, kwanza anakuwa lazy, yani mzembe, anashindwa kufanya kazi. Akili yake muda wote inakuwa imezoelea pombe, yani imeshakuwa na alcohol ya kutosha mwilini, kwa mwili unakuwa legelege. Na maana ukiwafuatia sana watu wale kunywa pombe muda mrefu hawezi kufanya kazi, mwili unakuwa umeshazoofika. Sasa ukiwa uwezi kufanya kazi, maana yake wewe uwezi kuwa tajiri, kwa sababu asiyefanya kazi na asile na mafanikio yanakuja kwa jitihada na kuhangaika na kujituma. Kwa hiyo uwezi wewe kufanikiwa kama hauwezi kufanya kazi. Sasa pombe inapelekea mtu anashindwa kufanya kazi, kuwajibika. Lakini pia mbali na hivyo, pia hata swala zima la kuweka akiba. Mtu anapokunywa pombe sana, hata akiba anashindwa kuweka ya kifedha. Pesa yote anayepata, yani wakati anafanya kazi, mdao yupo kazini, kichwani anafikiria pombe, nikitoka za mitungi sehemu fulani. Sasa huyo mtu hawezi kabisa kutunza fedha. Ndio unakuta sasa mtu anafanya kazi ili anywe pombe, anafanyia kazi pombe, na akili yake haiwezi kuwa sawa. Lazima huyo mtu kiuchumi ataanguka sana. Kwa hii ni zara ambalo tunasema huwa linamtokea mwanadamu anapokunywa pombe kwenye swala zima la uchumi. Unaenda sehemu ya mavilabu, makumbi, mapabu, sehemu kubwa za kunywa pombe, makasino, unakutana na watu huko, unaenda na hela nyingi, unakutana na watu huko, ukishalewa tu akili yote inakutoka, unataka kuonyesha watu kama wewe legend kwenye pombe. Unaanza kununulia watu mapombe pale, wakati si akili ishakutoka, unakuwa tena hauna akili timamu. Wewe unabidi tu ununulie pombe watu, ananunulia pombe kila mtu. Mwisho wa siku sasa huyo mtu anarudi nyumbani bila hela, anakuja kukumbuka asubuhi kwamba kumbe jana nimetumia kiwango cha fedha kingi sana. Kwa hiyo unakuta pesa haiwezi kukaa. Ndio maana asilimia kubwa wanaokunywa pombe kama ni matajiri, basi utajiri wao waliopata kabla kuanza kunywa pombe, au wakupata katika njia mfumo mzima wa process, mchakato. Lakini mtu yeyote, na andika maneno yangu anayekwambia, mtu yeyote unayeanza kunywa pombe ukiwa hujajipata kimaisha, swala la kutoboa wewe sahau. Yani swala la kuwa tajiri, andika maneno yangu na hapa andika kabisa kwamba aliongea tarehe fulani. Ukiwa unakunywa pombe kama hujafanikiwa bado, swala la mafanikio kwako wewe ndoto, utasikia tu. Mafanikio ni process, mafanikio ni kanuni. Huwezi kufanikiwa kwa kunywa pombe. Hiyo andika kabisa, nishakuwekea kabisa hivyo. Lakini pia madhara, tunasema madhara mengine ya tatu ambayo mtu anayapata wakati anajihusisha na pombe. Tunasema pombe huchochea migogoro ya kifamilia na amani za familia nyingi sana. Ndugu yangu, hivi tunavyozungumza, familia nyingi sana kwa sasa hazina amani na furaha kutokana na migogoro. Lakini migogoro hii ukifuatilia kwa kina zaidi, imechochewa na matumizi ya pombe kupitiliza. Kuta baba au mama huenda anakunywa sana pombe, au labda baba anakunywa sana pombe, amani pale na kuamna, akirudi tu vurugu, maugomvi, conflict, migogoro, amani na kuamna katika familia kutokana na pombe. Kwa hiyo ili pombe au madhara ya pombe ni hatari sana kwa maisha ya mwanadamu, na ndio target ya shetani, kuleta pombe ili kuharibu maisha ya watu, kuwadhoofisha watu kiakili, kiafya na kiroho. Kwa hiyo amani zinapotea, familia nyingi sana. Kwa hiyo ndugu yangu, ulipo katika ndoa, kama mumeo anakunywa pombe au mkeo, basi muombe sana Mungu, maana hiyo inaondoa kabisa utulivu katika familia wala ndoa kiujumla. Lakini pia madhara ya nne makubwa zaidi, au zara la nne kubwa sana, tunasema
pombe inaondoa uwepo wa Mungu au inatenganisha uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Unapokuwa unakunywa pombe, Mungu ameshaikataza pombe kwa mujibu wa maandiko, na hukumu ya pombe ni jehanamu ya moto. Kisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:10 kwa muda wako. Aya ziko nyingi sana, ila nakupa tu aya moja ambayo unaweza ukaimeza. Yaani mimi nakwenda kwa hatima yako ipi kwa mujibu wa maandiko? Maana maandiko ya kukataza yako mengi, lakini nakupa hatima sasa. Baada ya kukatazwa ukiendelea kinakutokea nini? Wakorintho wa kwanza 6:10 anasema bali walevi wote hukumu yao katika lile ziwa la moto. Kasome pale Wakorintho, walevi hukumu yao kwenye ziwa la moto. Kwa Biblia imesha wakataza kabisa, na imeonyesha wazi kwamba watakaoenda motoni au watakaoingia katika jehanamu ya moto ni walevi. Kwa hiyo ushauri wangu kwako, kama wewe unatumia pombe au ulikuwa na mpango wa kutumia pombe, sikushauri kunywa pombe. Kuanzia sasa badilisha, una uwezo wa kubadilika. Kama mtu ambaye anakunywa pombe afa anatamani kuacha, leo nitakupa njia ya kuacha. Kwanza kabisa mrejee Mungu wako. Yaani Mungu ndo mwenye uwezo wa kukufanya wewe sasa kila kitu ukishinde. Anasema nanyi mtapokea nguvu akishawajilia Roho Mtakatifu. Sasa ukishapata nguvu ni rahisi sana wewe kuishinda dhambi. Kwa hiyo nimeshakupa mfumo mzima ili uache pombe ufanyaje. Lakini pia haina faida kiimani, kimaisha, kiafya, kiuchumi. Hakuna faida. Sasa wewe kama unaangalia, niambie hapo chini kwenye comment kwamba pombe ina faida gani katika maisha ya mwanadamu. Achana na masuala tu ya maandiko matakatifu kama nilivyosema, njoo hata maisha, njoo tu kijamii. Mimi nitakwenda na wewe straight, unipe faida ya pombe kwenye maisha yako. Kwa hiyo achana na pombe. Pombe na madhara sana. Kama umeelewa somo hili, ndugu yangu, popote kule unaponisikiliza, na kukaribisha katika jukwaa letu la Mdamba Mindset. Waweza kusubscribe hapo chini ili kufanya kuendelea masomo haya endelee kila itwayo leo. Like na comment hapo. Usisahau pia atakushare kwa wengine ili wapate elimu na ujumbe huu. Karibu sana Mdamba Mindset.